ambazo imamu wetu amesomea. Katika aya hizi ndugu zangu zimetukumbusha kwamba sisi wanadamu hapa duniani tunapita. Na huu ndio ukweli, na ni ukweli ambao kila mmoja anaujua. Hakuna mtu ambaye anayesema mimi sitokufa. Kwa hiyo katika rakaa ya kwanza katika aya ambazo mama ametusomea, kama mwanadamu anapofikia hali yake ya kufa na anapokufa atasema kwamba Mola wangu nakuomba unirudishe tena duniani, rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, Mola wangu mlezi nirudishe duniani tena nikaendelee kuishi, huenda nikafanya matendo mema katika ambayo niliacha kule duniani. Kwa hiyo mtu kumbe ataomba arudishwe tena duniani ajiendelee kuishi ili afanye matendo mema, la'alli a'malu salihan fima taraktu, aje atende matendo mema ambayo mwanzo alikuwa ameyaacha, hataki kuyafanya. Mtu hataki kuswali, hataki kufunga, hataki kutoa sadaka, mambo mengi tu hataki. Watatamani mtu arudishwe duniani aje ayatende hayo mambo. Kwa ndugu zangu, maisha ni mafupi sana. Kwa kupata fursa kutoa sadaka, toa sadaka. Kupata fursa hiyo na afya njema kufunga, funga, kwa sababu utatamani uje ufanye hayo upate kutolewa roho, na haitowezekana tena. Maisha yetu ni mafupi duniani, sisi ni miaka 60 mpaka 70 tu. Hakuna hata kiishi zaidi, labda apate bonus tu miaka 80 90, ni watu wachache. Lakini kufa ni miaka 60 na 70. Na ni uhakika watu wanakufa katika hiyo miaka. Wewe angalia babu yako sasa hivi ana miaka mingapi? Kama yupo ana miaka mingapi babu yako? Ana miaka 90, ni wachache. Utakuta labda 70 80. Babako ana miaka mingapi? Wale vijana baba wanao, lakini kwa wale ambao ni watu wazima hawana baba hawana mama, na washakufa miaka mingi sana, na kitu ambacho kitatokea kwa kila mtu. Kwa hiyo wema ukitokezea kufanya na uwezo nao ufanye, sio kaja ukajuta baadaye. Katika haraka ya pili mama akazungumza kwamba atafika siku ya kiyama watu watalaumiana, marafiki wa marafiki, huyu alimpotosha huyu akampotosha huyu. Allah ataambia niondokeeni hapa, la takhtasimu ladayya laqad qaddamtu alaykum bilwa'id, mimi sitaki ugomvi, ondokeni, sitaki ndozani, ondokeni hapa. Kwa hiyo pia rafiki umwangalie, kuna marafiki wanabadilisha marafiki wenzao. Mtu mwingine ni mwema anamfuata rafiki huyo ndio akawa anampotosha sababu huyo mtu ambaye ni mwema. Wewe pengine uvuti bangi, lakini unaweza kufuata rafiki ukawa unavuta bangi. Sasa inawezekana hunywi pombe, lakini kwa kupitia rafiki ukawa unakunywa pombe. Una mambo ya uzinifu wa sharati, kwa kupitia rafiki ukawa unafanya uzinifu na washarati. Kwa kila mmoja angalia rafiki yake ni nani. Na ametueleza Imam kwamba kusoma aya ambazo amezisoma itafika siku katika moto wa Jahannam, Allah atakapoingiza watu kule ni wengi sana, mpaka atauliza hali mtalaati, wewe moto umejaa huko? Watakulu hal min mazid, kwani kuna ziada Mola wangu? Kama kuna ziada ipo ilete. Sio kwamba Allah hajui kwamba katika moto kuna idadi ya watu aina sapuli gani, anajua, lakini ni mikwara tu. Moto vipi huko, nilete. Hata moto utasema lete kama watu wako. Kwa hiyo kumbe moto haujai. Sio kapiga mahesabu kama tangu zamani huko watu tangu Nabii Adam moto sitakuwa umejaa nitategea. Moto haujai. Watu wote wataingia na bado takuwa nafasi zipo za watu wengine. Na watakaochomwa ni wanadamu na majini. Wanadamu tena ndio sisi jamani. Ndio. Na majini wapo hapa, majini pia wanatuona, wanatusikia, sisi hatuwaoni, lakini majini pia wapo.
nao pia watachoma wale ambao ni waovu. Kwa hiyo nitanbihi tu hii ambayo nimeona nielezee kwamba wanadamu duniani hapa tunapita, tufanye matendo mema, sio tukajuta baadaye, kwa sababu kila mmoja atakufa tu na umri ushataja na Mtume kwamba umri wetu ni mfupi, tutaondoka. Na jahannam ipo wala haijai, itajaza watu wote ambao ni waovu na watachomwa wote. Naudhu billahi min dhalik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.